Naam, kwa mara nyingine tena na kukumbusha tu kwamba hii ni TBC Digital na kipindi ni Jukwaa la Chamwino. Na kumbuka tu katika jukwaa hili basi tunafanya uchambuzi wa masuala mbalimbali yenye maslahi mapana kwa taifa letu. Na hii leo basi tutaangazia mchango wa serikali ya awamu ya 4 ambayo ilikuwa inaongozwa na Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Na hii ni katika utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa maji katika mto Rufiji, na huu ni maarufu kwa jina la Julius Nyerere Hydropower Project. Kwa tutaangazia serikali ya awamu ya 4 ilifanya nini mpaka kuhakikisha utekelezaji wa mradi huu hii leo ikiwa ni awamu ya 6 basi unakamilika. Mimi ni Anet Andrew, kama kawaida siko peke yangu, niko na Lugenzi Kabale ambaye ni mchambuzi na mtangazaji wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Na kuona uko super? Ya, niko vizuri. Siri kubwa ni kwamba watu wengi hawajui serikali ya awamu ya 4 ina mchango mkubwa sana kwenye utekelezaji wa mradi wa Julius Nyerere. Sasa leo tunataka tuiweke hii bayana. Ndio maana umekuja ukiwa na nguvu na mwenye bashasha. Kabisa. Unataka utupitishe sasa tujue. Kabisa, kwa sababu wanasema ya 4 ilifanya. Historia wewe haipakwi rangi. Haipakwi rangi. Na hii leo basi tunajikita kuangalia serikali ya 4 ilifanya nini. Kabla tupe mambo basi. Kabisa. Asante sana Aneti. Kwa hakika nataka nitumie fursa hii kuwakumbusha Watanzania kwamba mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere huko katika mto Rufiji una historia ndefu sana. Harakati za kutekeleza mradi huu zilianza mwaka 1901 pale Tanganyika ikiwa chini ya utawala wa kikoloni wa Ujerumani. Watakumbuka mradi ule mpaka ilifika mahali ukaitwa Stigler Gorge. Stigler huyu ni Mjerumani, mhandisi wa Kijerumani ambaye kutokana na Ujerumani kuikalia Tanganyika au Germany East Africa. Kwa hiyo walianza harakati za kuona jinsi gani wanatumia yale maji ya mto Rufiji. Ingawa kwa kipindi kile lengo ilikuwa ni kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa hiyo mhandisi Stigler alipewa kazi ya kufanya utafiti kuona jinsi gani mradi huu unaweza kutekelezwa. Lakini mwaka 1906 ndio akafariki baada ya kuwa amekanyagwa na tembo. Hiyo ni miaka hiyo. Sasa hiyo historia na kwenda 1961 tunapata uhuru. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndio akapata wazo kwamba ili tuwe na uhakika wa umeme tunapaswa kutekeleza mradi mkubwa pale katika mto Rufiji. Na serikali ya awamu ya kwanza ilianza kutekeleza mradi mwaka 1972 katika mpango wa pili wa maendeleo wa taifa. Mpango wa pili au wa tatu kama takuwa nimekosea hapo. Lakini mwaka 1972 ndio mradi huu ukaanza kutekelezwa. Yalitokea mambo mengi ukakwama. 2005 Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Kikwete anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania ilikuwa katika giza. Mheshimiwa Dr. Jakaya akasema hapana, hapa lazima nifanye jambo. Pale akaagiza Wizara ya Nishati na Madini kipindi hicho ikiwa wizara moja kwamba waje na mpango kabambe wa kutatua tatizo la nishati Tanzania. Swala la nishati liwe ni historia. Kwa hiyo watu wa Wizara ya Nishati na Madini wakaja na kitu kinaitwa 5-year Power Master Plan. Sasa katika ule mpango mkubwa wa sekta ya nishati hapa nchini wa mwaka 2005 baada ya kuwa ameingia madarakani Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Kikwete, katika ule mpango mzima ulikuwa umejegemeza kupata ufumbuzi wa tatizo la umeme hapa nchini kwa kutekeleza mradi wa kufua umeme wa mto Rufiji. Ndio wale wataalamu wanasema kwamba tukitekeleza huu hakika swala la umeme Tanzania, matatizo ya umeme yatakuwa nini? Ni historia. Kwa hiyo nguvu yote sasa ikaelekezwa tunatekelezaje mradi huu. Dr. Jakaya Kikwete kwa hekima kubwa na busara kubwa na historia akakumbuka kwamba mwaka 72 wakati Mwalimu anaanzisha huu mradi alitengeneza mamlaka ya uendelezaji wa bonde la mto Rufiji ikijulikana kama RUBADA, Rufiji Basin Development Authority. Na hii Mwalimu alinakili kutoka katika mamlaka ya uendelezaji wa bonde la mto Tennessee katika nchi ya Amerika. Naitwa Tennessee River Development Authority. Akaileta sasa kwa Tanzania, akatengeneza RUBADA. RUBADA hii ilikuwa na makao makuu yake pale katika eneo la Ubungo jijini Dar es Salaam. Jengo hili kwa leo linatumiwa na bodi inayohusika na nafaka na mazao mchanganyiko. CPB. Pale ndio kwa makao makuu ya RUBADA. Kwa hiyo kaamuliwa kwamba utekelezwe kwa njia mbili. Ama
PPP ama mwekezaji auchukue kabisa na sisi tukanunua umeme kutoka kwake. PPP kwa maana kwamba labda kama mradi utagharimu dola bilioni 3, serikali ya Tanzania itoa 30% ya zile fedha na 70 zitoke kwa mwekezaji. Kama hilo lingeshindikana, basi fedha zote zitoke kwa mwekezaji, tuingie naye makubaliano ili tuweze kuwa tunanunua umeme. Baada ya ile kazi kukabidhiwa Rubada, wakatengeneza sasa andiko la mradi wenyewe kwamba ni kitu gani ambacho kinahitajika pale katika eneo la mto Rufiji. Kwa hiyo baada ya kutengeneza ile andiko sasa wakaweza kulipeleka katika majukwaa ya kimataifa. Mwaka 2010 mtu wa kwanza akaomba kwamba mimi nataka, akaonyesha kwamba kwamba mimi nataka nitekeleze mradi wa Rufiji. Huyu aliitwa nani? Aliitwa Infrastructure Development Fund ya Afrika Kusini. Wakaleta maombi yao, wakaambiwa haya, karatasi ya mradi hii hapa. Wakafanya mahesabu, wakaongea na serikali ya Tanzania, lakini hayakupatikana maelewano. Wakaondoka. Baada ya IDF ya Afrika Kusini, wakaja kampuni moja kutoka Canada, inaitwa Energy Canada. Nayo ikaleta andiko lake na kuongea na watu wa Rubada pamoja na TANESCO na Wizara ya Nishati na Madini, lakini pia picha hazikuoana. Lakini baadaye tena wakaja watu wanaitwa Sino Hydro. Hii ni kampuni kubwa sana inayohusika na ujenzi wa mitambo inayofua umeme kwa kutumia maji. Inaitwa Sino Hydro. Nao wakapambana pale 2009 ile lakini pia hesabu hazikwenda sawa na wenyewe wakapotea. Lakini baadaye ikaja kampuni moja kutoka Brazil inaitwa Odebrecht. Hawa Odebrecht kwa kweli wakaonekana kwamba wako makini katika kutekeleza huo mradi. Ikatokea bahati kwamba katika hayo mawasiliano ya kibiashara, rais wa Brazil kipindi hicho Mheshimiwa Lula akafanya ziara hapa Tanzania. Kwa alipofanya ziara akaja na hao wakuu wa kampuni ya Odebrecht na wakakaa sasa na TANESCO pamoja na Wizara ya Madini, yakapatikana maelewano fulani. Kwa hiyo ile timu ya ile kampuni ya Brazil inakuja sasa Dar es Salaam kuja kufanya mazungumzo ya mwisho kwamba tuna saini sasa mkataba, tuwakabidhi site, pesa zianze kuingia na mradi uanze kutekelezwa. Kwa hiyo wakadai zaidi kuliko kile ambacho wanastahili. Sasa nakumbuka huu mradi ulikuwa ni wa PPP, kwa maana ya Public Private Sector Partnership. PPP ina uzuri wake, lakini kwa masharti yaliyoletwa na hii kampuni ya Brazil ili kusaini ule mkataba wa mwisho, Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Kikwete wa serikali wa awamu ya 4 akasema hapana, kwa masharti haya huko mbele tutakuja kusutwa. Haya masharti si kwa manufaa ya taifa letu. Hayo maji katika mto Rufiji hayakauki leo. Ule mto hauwezi kuibiwa. Tanzania ipo, mto Rufiji upo, sisi tumeishia hapa. Watakuja viongozi wengine, watakuja Watanzania wengine, wana maono mapya, wana mbinu mpya, watatekeleza umradi. Lakini kwa masharti haya hapana. Tanzania kwanza kuliko jambo jingine lolote. Na hii leo tunajivunia maana tayari mradi umekushaanza na tunapata megawatt zaidi ya 2115. Naam, Kabale, kwa maelezo haya ambayo umeyatoa tunaona kuna juhudi kubwa tu ambazo zimefanyika. Sasa tunamweka katika daraja gani au nafasi ipi Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete? Huyu ni shujaa muhimu kabisa kwa taifa letu la Tanzania kihistoria. Kazi aliyofanya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kazi iliyofanywa na Al Hassani Mwinyi, kazi iliyofanywa na viongozi wengine wa taifa hili mahiri katika kupigania maslahi ya taifa hili, ndilo daraja ambalo Dr. Jakaya Kikwete anasimama. Kwa sababu gani? Maelezo haya niliyokupa, ingekuwa ni kiongozi ambaye si mzalendo, ingekuwa ni kiongozi ambaye asiyejali, angesaini ule mkataba na kampuni ya Kibrazili, ingeanza kutekeleza huo mradi wa kufua umeme katika mto Rufiji. Sasa fikiria, Dr. Jakaya Kikwete amestaafu katika uraisi 2015. Mkataba ulikuwa usainiwe 2012 mpaka na staafu ni miaka mingapi? Mitatu. Kwa kampuni ile na fedha zile, manake tulipokuwa naingia 15 16 hapa tayari ule mradi ungekuwa umekamilika. Serikali ya awamu ya 5 ingeingia madarakani, ule mradi umekamilika. Tayari tumefungwa kwenye masharti mabaya. Ingetuweka kwenye unyonge. Ingetuweka kwenye unyonge sana. Mradi kweli uko hapa lakini hatuna nguvu nao. Yaani ile kampuni ndio ingekuwa boss. Yaani ikitokea hamjalipa tu hela popote pale inazimiwa. Kwa hiyo uamuzi wa Mheshimiwa Rais Dr.
Jakaya Kikwete, rais mstaafu, kusema kwamba kwa masharti haya hapana, daraja lake la historia katika nchi ya Tanzania ni kubwa sana. Huu ni mzalendo mahiri, ni mzalendo kiongozi, ni mzalendo mwenye maono, kwamba kwa nafasi yake ya mkuu wa nchi aliweka maslahi kwanza ya taifa mbele kuliko kitu chochote. Lugenzi, asante. Muda wetu umetutupa mkono. Mtazamaji wa TBC Digital, kumbuka kipindi kilikuwa ni Jukwaa la Chamwino. Nachoweza kukuomba tu ni kwamba endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu chambuzi mbalimbali ambazo tutakuwa tunaendelea kuzifanya katika kipindi hiki cha Jukwaa la Chamwino.